Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe usaa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili kufanya marejeo ya kinabii. Unabii ulitoka ilikuwa tarehe 27 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Mwamba Bashir Yesu alieleza juu ya ultimatum dhidi ya viongozi wa ngazi za juu katika nchi ya Tanzania, au kuonekana kwake ilikuwa ni viongozi wa usalama katika nchi ya Tanzania, kwamba Mwamba Bashir Yesu alieleza kwamba kulionekana na tahadhari ya ultimatum kutoka upande wa magharibi mwa dunia, kwa maana ya Ulaya pamoja na Marekani. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo. Tayari siku zilizopita, siku chache, tulifanya tena marejeo dhidi ya yule kiongozi wa usalama katika nchi ya Tanzania ambaye aliwekewa vikwazo na nchi ya Marekani, lakini baadaye mmeona bunge la Senate la Marekani limeweka utaratibu mwingine kwa ajili ya kutaka kuleta zile ultimatum na mazuio. Lakini nifanye marejeo haya kwamba kuna jambo la siri nyuma ya pazia. Serikali ya Tanzania pamoja na viongozi wa usalama nchi hii lazima muangalie. Ukifuatilia ule unabii wa tarehe 27 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, Mwamba Bashir Yesu alieleza kwamba itakuja, lakini watakuja kama lengo la kutaka kuchukua akili zenu kwa maana viongozi na watu wa usalama mwanze kufikiria zaidi juu ya jambo hili, lakini nyuma ya pazia kutakuwa na mpango wa siri unapenyezwa kwa siri sana katika nchi ya Tanzania katika mikoto ya kinabii. Kwa hiyo kufanya marejeo unabii ule, utaanza kuona anwani hizi na michoro yote imekuwa tayari. Mmeona baraza la Senate limekuja na mpango dhidi ya viongozi wa ngazi za juu pamoja na viongozi wa usalama katika nchi ya Tanzania, lakini nizidi kueleza kwamba kuna mpango wa siri katika nchi ya Tanzania. Kuna jambo la siri wanataka kulipenyeza, na hapa niweze kutumia jambo hili. Ukifuatilia unabii, Mungu Bashir Yesu aliniambia nitoe usalama wa kiroho. Mungu Bashir Yesu akatoa unabii wa kiroho kwa maana ya usalama wa viongozi wa kijeshi na viongozi wa ngazi za juu katika nchi ya Tanzania. Na watu wengi wanashindwa kutuelewa, wanafikiri tunapotoka na haya mambo ni kama swala fulani la kisiasa. Hili sio swala la kisiasa. Fuatilia, Mwamba Bashir Yesu alitoa nabii 6 kuhusu Tanzania kabla ya uchaguzi mkuu, na yote yalikuwa yametabiriwa, yalithibitika kama Mungu vile alivyokuwa ameeleza katika neno hizi, na mmeona nchi ya Tanzania imevuka salama. Lakini niliwaambia wale ambao walikuwa na mpango wa siri kutaka kuleta machafuko kwa maana ya Tanzania, walikuwa ndani ya nchi ya Tanzania na wale walikuwa nje ya nchi ya Tanzania, kuonekana kwake walikuonekana kama wanashirikiana na watu wengine katika mataifa mengine kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi kwa kutokea katika nchi ya Tanzania. Lakini nieleza kwa sababu Mwamba Bashir Yesu alitoa usalama katika nchi ya Tanzania, na alieleza wazi kwa zile nabii kwamba nchi itavuka salama, na hakika nchi imevuka salama. Ndio maana leo mmeona watoto wanaenda mashuleni, watu wanafanya kazi, biashara zinaendelea. Lakini mjue kabisa, kumbukeni nini ilitokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 na tarehe 30 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 na ile tarehe 31. Mliona ilikuwa kama hali fulani ya kichaa. Watu walikuwa kama wametupiwa nguvu za giza pamoja na mapepo mbalimbali. Kulikuwa na jambo ambalo halikueleweka kabisa nini, lakini Mwamba Bashir Yesu alionyesha michoro ile, kwa sababu alikushatoa nabii, aliadhibiti michoro ile sawa sawa na utaratibu ambao Mwamba Bashir Yesu aliutoa katika zile nabii. Ndio maana anafanya marejeo haya. Urejeeni, mtaona ile ultimatum namna ilivyokuwa imetoka. Mwamba Bashir Yesu alitangulia kutabiri kabla ya mambo yote, na mmeona sasa inathibitika katika mikoto ya kinabii. Watanzania wote na watu wote katika nchi ya Tanzania, chukueni tahadhari. Hii nchi inatafutwa kwa kila kona, kwa sababu kuna jambo ambalo wao wanalitafuta katika nyuma ya pazia katika mikoto ya kinabii. Kwa hiyo lazima mchukue tahadhari, lazima mfuatilie wale wahubiri wa Injili waliotoa na nabii za uongo. Angalieni matamko ya wanasiasa ambao waliibuka wakati ule kabla ya uchaguzi, na angalieni baada ya ripoti ya Jaji Chande ilivyotoka, mmeona waliendelea kushambulia. Lakini niwaambie kabisa, kuna mpango wa siri nyuma ya pazia. Serikali na viongozi wa usalama katika nchi ya Tanzania na viongozi wa utawala katika nchi ya Tanzania lazima muwe na tahadhari sana. Rejeeni nabii zote ambao Mwamba Bashir Yesu alizitoa, na mrejee ule unabii uliotoka tarehe 27 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Tubu dhambi, geuka. Mwamba Bashir Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Sauti ile neno, Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katutona katika mambo na kuja. Amina. Bwana wabariki. Leo tarehe 27 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Nami naongea nawe ni Nabii Felix Dagobert Mangosongo, ambaye anapewa unabii huu katika lugha za michoro kinabii. Siku moja wakati ninatembea kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, nalisikia kutoka kwa Bwana, na kama vile naliona katika ufunuo. Niliona kama vile na nilisikia, nikasikia CDF. Nikasikia jambo hili. Mungu akaniambia, mkuu wa majeshi wa Tanzania
nataka niombe usalama kidogo. Mungu mashauri Yesu, wakati naendelea nikaona nitazama, nikaletea viongozi wengine wa ngazi ya juu wa usalama katika nchi ya Tanzania. Mungu mashauri Yesu akaniambia wapo usalama katika ulimwengu roho. Na niona nitazama kama vile mwamba mashauri Yesu ameweka usalama wake katika lugha za kinabii. Na hapa natumia nafasi hii katika michoro ya kinabii. Mwamba mashauri Yesu asema hivi, amekupa usalama CDF. Umepewa usalama, vyombo vyote vya usalama katika nchi ya Tanzania. Wakuu wote wa majeshi na wakuu wote wa vyombo vya kijasusi katika nchi ya Tanzania. Mama mashauri Yesu asema hivi, mmepewa usalama na yao Mwokozi, kwa sababu lolote lililofanyika na lolote litakayofanyika, Yesu amewapa kazi maalum kwa ajili ya kuondoa upumbavu kwenye nchi ya Tanzania katika mikoto ya kinabii, kutokana na mikakati ya siri ambayo ilipanyezwa katika nchi ya Tanzania. Nisikia neno la Bwana, wakuu wa vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania. Nimesikia kama vile kuonekana kama vile ultimatum ambayo bila shaka yote imeonekana inatokea upande wa Ulaya Magharibi pamoja na Marekani. Mungu mashauri Yesu asema hivi, kuna siri nyuma ya pazia, kuna jambo nyuma ya pazia. Na mama akaniambia baadhi ya dini na viongozi fulani wa madhehebu au mitume pamoja na manabii walioandaa mpango wa uasi katika nchi ya Tanzania na kutengeneza nabii za uongo na matamko ya uongo. Niliona wanatumia ushawishi wao kwa kuwatumia wataalamu wa sheria kwenye nchi ya Tanzania, wakafanya mawasiliano ya siri kwa ajili ya kutaka kuonyesha kwamba jambo hili lilikuwa baya katika lugha za kinabii, kwa sababu umeonekana wameshindwa kwenye mpango wao wa kwanza. Sasa wanakuja na mpango wa pili, na huu mpango wa pili wakati wanaufanya, ninyi vyombo vya usalama pamoja na watawala wa nchi hii mtakuwa mnaangalia zaidi kile kitakachoendelea kule, lakini kumbe nyuma ya pazia wanapenyeza mpango wa siri katika taifa la Tanzania. Na aliona natazama kama vile mpango wa siri ya kuondoa viongozi wa ngazi za juu, kuondoa wakuu wa vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania. Bwana mashauri Yesu akaniambia weka mazuio katika ufunuo, na hakika nimeweka uzuio. Kasema yao Mwokozi, nimezuia na nimefichua mipango yote ya siri, kwa sababu niliona kama vile kuonekana kama vile niliona mpango wa siri unafanyika katika lugha za kinabii. Niliona mambo haya yanafanyika. Niliona kama vile baadhi ya wanajeshi katika mataifa makubwa yale upande wa magharibi wa dunia ni kama wanatengeneza mpango kwa ajili ya kutaka kuleta uharibifu katika lugha za kinabii. Mpango huo nimeufunga, mpango huo nimeuharibu, mpango huo umekufa, asema yao Mwokozi. Na hakika ninaachilia malaika wa yao Mwokozi, wale mabodigadi kutoka juu mbinguni, waende wakaongeze nguvu katika usalama katika nchi ya Tanzania. Na hakika mkuu, asema yao Mwokozi. Unabii huu umetolewa leo tarehe 27 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya Mwenye Ujumbe Saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia kama anwani maalum. Bwana Mungu shule sana bariki. Shalom wa Mungu. Kuna muswada nimeushika hapa mkononi tarehe 20, mnamo tarehe 20 mwezi huu Mei, siku 6 zilizopita, kwenye bunge au seneti ya Marekani, wabunge wawili akiwemo Mheshimiwa Jean Shaheen ambaye ni kiongozi wa upinzani anatokea chama cha Democrat, lakini vile vile na Mheshimiwa Ted Cruz ambaye ni mbunge kiongozi anayetokea chama cha Republican, walitebo muswada katika bunge au seneti ya Marekani ambao kwa kifupi sana unasema kwamba muswada huo unaitaka serikali ya Marekani kuwekea vikwazo, baadhi ya vikwazo serikali ya Tanzania kutokana na kile walichosema ni kurudisha nyuma demokrasia, lakini vile vile na political repression ambayo ni unyanyasaji wa kisiasa uliotokea Tanzania katika kipindi cha uchaguzi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumnukuu Senator Ted Cruz kutoka kwenye hii taarifa ambayo alisema the government of Tanzania is carrying out a campaign of political repression and religious persecution. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka hapa nilipofikia, huu muswada sasa hivi uko kwenye hatua ya kujadiliwa kwenye kamati yao ya mambo ya nje. Mheshimiwa Waziri, na mimi nilipitia mswada ambao umewasilishwa kwenye kamati ya bunge ya mambo ya nje. Hili ni jambo kubwa. Hatuzungumzii taarifa,
tunazungumzia mswada ambao ukipigiwa kura na kamati unapelekwa kwenye bunge la Seneti la Marekani, inageuka kuwa sheria. Mheshimiwa Waziri, natambua sisi wa Tanzania tuna mahusiano ya kihistoria na Marekani na tuko tayari kuyalinda kwelikweli mahusiano ya kidiplomasia, na sisi tutakuwa wa mwisho kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi yoyote, lakini tunatambua taifa hili ni huru. Kuna mambo ambayo sisi kama taifa kwa katiba yetu, kwa sheria zetu, tuna uwezo wa kushughulika nayo. Mheshimiwa Spika, misingi ya uhusiano ya kimataifa na sera yetu ya mambo ya nje, we are non-aligned movement nation. Mheshimiwa Spika, sisi ni taifa tulilofungamana na upande wowote, na misingi yetu ya sera yetu ya mahusiano ya mambo ya nje, na waziri, ninakushukuru, umetamka bayana, tumejikita katika kulinda mamlaka kamili ya nchi, mipaka ya nchi na uhuru wa kisiasa wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, nataka nikukumbushe mwaka 1961 Tanzania ilipopata uhuru, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofanya ziara ya kwanza nchini Marekani kwa mwaliko wa Rais Kennedy, alipotoa hotuba katika ikulu ya Marekani kwa vision alizokuwa nazo hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere, Rais Kennedy alitoa kauli ya kusema anamfananisha Mwalimu Nyerere na mipango na vision ya Tanzania kama George Washington, rais wa kwanza wa Marekani, baba wa taifa la Marekani. Mheshimiwa Spika, kwa nini ninayasema haya? Nataka nikuhakikishie, kwanza, huo mswada, ndugu zangu, na mimi nimebahatika kuona mswada huu. Nataka niliambie bunge lako Mheshimiwa Spika, ni rais huyu Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, jambo la kwanza alilolifanya rais wetu, wa bunge, naomba tuwe na kumbukumbu. Ninaomba tuweke kumbukumbu sawa duniani, ili kusudi tusije tukaruhusu heshima ya taifa letu, heshima ya rais wetu ikachezewa na mataifa baadhi kwa maslahi ambayo yanaweza yakafanya rais wetu na nchi yetu na viongozi wetu wakawa wanyonge. Mheshimiwa Spika, nataka nikukumbushe, katika kulinda uhuru wa kidemokrasia katika mambo ya nje, Rais Samia alipoingia madarakani akiwa rais, ndiye rais wa kwanza alikwenda kuwatembelea hata wapinzani waliokuwa wametoroka na kukimbia taifa hili. Mheshimiwa Spika, Rais Samia alipoingia madarakani, kuna baadhi ya wanasiasa hawakuwa hata na passport. Rais Samia alitoa maelekezo, wakapewa mpaka hati za kidiplomasia kuwa huru kuzunguka dunia yote. Mheshimiwa Spika, Rais Samia alipoingia madarakani, kwa kulinda uhuru wa vyama vya siasa Tanzania, aliondoa katazo la mikutano yote ya hadhara iliyokuwa inakabili vyama vya kisiasa Tanzania. Vyama vyote vikapewa uhuru wa kufanya mikutano ya siasa. Mheshimiwa Spika, Tanzania ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000. Ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000, na asilimia 98 ya makanisa hayo ni ya mtu mmoja mmoja, ukiachia makanisa ya kitaasisi. Nataka nilipe bunge lako tukufu, nimesoma mswada huu kusema kwamba Tanzania inafanya religion persecution. Taarifa Mheshimiwa Spika. Taarifa. Napenda nimpe taarifa msemaji kwamba pia rais huyu alikuta walikuwa hawana ruzuku vyama vya upinzani, akawapa ruzuku. Mheshimiwa Kingu, taarifa naipokea. Mheshimiwa Spika, taarifa ninaipokea, lakini ninakwenda mbali kwa kuongeza. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya uongozi wake tumeshuhudia religious liberty kwa hali ya juu. Leo hii rais anaweza kwenda kwenye kanisa akafanya donation. Muislamu anaweza kwenda
kanisani akafanya donation. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini, na ndio maana leo tunazungumza hapa. Pembeni yangu amekaa mbunge Muislamu, pembeni yangu amekaa mbunge Mkristo, tumekaa